Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima. Kwanza nianze kutoa shukrani kwa wote ambao mmeamua kusubscribe na kuweza kufuatilia madarasa kwa kina zaidi kwa lugha nyepesi bila kuhitaji msaada mwingine ambao unaweza kufanya ukapoteza muda mwingine zaidi au kuweza kutumia gharama nyingine zaidi, ambapo hapa ni kitu rahisi na kwa lugha nyepesi ambayo ukiifuatilia vizuri ukajaribu kutuliza tu akili yako utaelewa nini ambacho tunakizungumza hapa na kuhakikisha unakuwa salama kipindi chote. Ikiwa muendelezo wa madarasa yetu, ikiwa ni darasa la 34 na kama hujawahi kufuatilia darasa langu la kwanza mpaka la 33 na sasa unafikiria au unasikiza darasa la 34, basi naomba uweze kurejea na kuweza kuelewa nini ambacho tunakizungumza. Lakini ukiwa na darasa la 34 ujue kuna madarasa mengine 100 ambayo yako mbele, au darasa la 35 mpaka 100 ambao ni series za video 100 ambazo nimezitoa kama shukrani wote ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo fadhila yako ni kuweza kusubscribe na kuweza kushare na kulike ili wengine waweze kufikia maarifa haya nikiwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa leo. Kwa hiyo nimeamua kutoa video ya series 100 ambazo zinahusu siri iliyojificha katika hedhi. Nini huwa kinatokea katika hedhi? Wanawake wengi wamekuwa wakichanganya, lakini sio tu wanawake pekee yake, au jamii imekuwa ikichanganya kuona zile matokeo au matokeo ambavyo ya vitu vinavyotokea katika hedhi. Kwa hiyo nimeamua kukueleza kwa upana, lakini kwa lugha rahisi ambayo unaweza kuelewa hata kwa sababu hujasoma na ambaye moyo wako haufahamu. Unaweza kusikiliza tu na unaweza kufuatilia darasa la kwanza mpaka darasa la 100. Utaelewa nini ambacho nakizungumza na utaweza kuelewa mwili wako ukoje na homoni zako zikoje na mabadiliko yote ambayo yanatokea katika hedhi na kuhakikisha unakuwa salama kipindi chote. Ovulation ni nini? Basi kama kuna siku muhimu katika mzunguko wa mwanamke au siku ambayo ni golden chance, ni siku ya ovulation ambayo wengi wamekuwa wakiitambua au wamekuwa wakijaribu kuitambua kwa kukisia, na hali ya kukisia imeweza kuwapelekea kupata changamoto ya kuweza kushika ujauzito au kukwepa ujauzito. Yaani ni moja ya faida ambayo unaweza kuikisia kwa ovulation na wanawake wengi ni kuweza kupata ujauzito au kukwepa ujauzito. Sasa leo naomba nikuelezee ovulation inavyokuwa na hatua za kuchukua, kwa sababu kinachoendelea au wanawake wengi wamekuwa wakipata ujauzito bila kutarajia, kwa sababu ya kuamini kwamba yeye alikuwa siku ambayo sio ovulation, kwa sababu alikisia hawezi kufahamu ovulation imetokea siku gani. Tunaposema ovulation kwanza ni siku ya hatari ambayo mwanamke akikutana na mwenza wake au akaruhusu mbegu kuingia ndani katika uke wake au vile vya uzazi na kuweza kupata ujauzito. Kwa hiyo ovulation ni siku ya hatari kwa lugha rahisi, ambayo huwa inatokea ovari moja au mfuko mmoja mayai unatoa yai, au ovari mbili tofauti kwa wakati mmoja zinatoa yai, na yai hilo huwa linaachiliwa kuingia katika mirija ya fallopian. Sasa hii inatokeaje? Darasa la kwanza na la pili nilitoa maelezo kuhusiana na mchoro ambao huwa inahusisha vitu vyote hivi. Sasa kama hujafuatilia ni vizuri kufuatilia na kuhakikisha unakuwa salama. Hapo ndipo mimba inatokea. Wapi sasa mimba huwa mara nyingi inatungishwa? Ni kwenye mirija ya fallopian, kwa sababu yai huwa linaishi ndani ya masaa 12 mpaka masaa 24 tu. Kwa movement ya kutoka kwenye mirija ya fallopian kwenda kwenye mji wa mimba, yai baada ya kuachiliwa hapa linatumia zaidi ya masaa 24. Kwa mara nyingi mimba zinazotungishwa zote huwa zinakutana hapa kwenye mirija ya fallopian. Kwa hiyo lakini hizi mbegu za kiume huwa zinaishi siku 3 mpaka siku 5 katika mwili wa mwanamke. Sasa unaweza ukashiriki ujauzito leo tarehe 28 mwezi wa 12 ambao ni siku yangu ya happy birthday, na wewe ukaamua kufanya maamuzi ya kushiriki tendo la ndoa mwenza wako ukiwa kama mimi unanipa fadhila. Kinachotokea ukiamini kwamba leo ni siku salama kwako na unatamani mtunuku mwenza wako, kinachotokea unaweza ukashika ujauzito siku 3 mbele. Yaani kama leo tutafanya tendo la ndoa alafu mwenza wako akaruhusu mbegu zikabakia katika uke wako na zikaingia ndani na haukuwa katika siku ya hatari, leo tarehe 28 mwezi wa 12 ambao ni siku ya Jumapili,
unaweza ukashika mimba Jumatano. Inaeleweka? Utakaposhiriki leo haupo siku za hatari, lakini kutokana na uwezo wa mbegu kuishi ndani ya mwili wa mwanamke ndani ya siku 3 mpaka siku 5, utakaposhiriki leo mpaka siku 3 mpaka siku 5 wewe baadaye unaweza ukashika ujauzito. Ndio maana wanawake wengi wamekuwa wakichanganya na wamekuwa wameshindwa kuchukua hatua, au wamesema mbona mimi nilishiriki tendo la ndoa wakati ambapo nilikuwa siku salama. Sasa darasa langu la leo sio la kukujibu moja kwa moja ufanyaje, lakini ninataka kukueleza ovulation inatokeaje na nini ambacho huwa kina happen siku ya ovulation. Kwa hiyo ovulation hutokea mara moja kwa mwezi, na wewe ambao unafikiri kwamba ovulation inaweza kutokea mara nyingi zaidi ni uongo, kwa sababu ovulation ni kitendo cha egg kuachiliwa na kuweza kufika kwenye mirija ya fallopian, na hapo mimba ndipo ambapo inatokea. Kwa hiyo kama yai itaachiliwa huwa lina survive ndani ya siku au masaa 12 mpaka masaa 24, ambapo ni siku moja tu. Baada ya hapo yai ile inakuwa halina maana tena, au inakuwa inakufa. Kwa hiyo kwa mwezi ovulation inatokea mara moja, na hapo ndipo utaamua wewe uweze kushika ujauzito au uweze kushindwa au uweze kukwepa ujauzito. Kwa sababu gani? Unapotambua kwamba ovulation imetokea na haujui imetokea, wewe wengi unapata ujauzito, lakini unapotambua basi unaweza kukwepa ujauzito au unaweza kufanya maamuzi ya kushika ujauzito. Sasa swali dogo ambalo waga najiulizaga wale ambao mnaenda honeymoon, mimi bado sijaoa, sawa? Wale ambao mnaenda honeymoon, huwa siku zote waga mnashiriki tendo la ndoa ili uweze kupata ujauzito, inakuaje? Ambao nijibu ni darasa ambalo na utani kidogo, lakini nikutaka tu kuelewa nini ambacho nakizungumza hapa. Yaani mnashiriki siku zote au inakuaje? Na kama mshiriki siku zote, wao mnafanyaje ili kuweza kupata ujauzito hizo siku chache ambazo mnashiriki? Kwa sababu mwisho wa siku isipotokea ovulation au mwanamke asipotambua siku zake za hatari, hawezi kupata ujauzito. Na kama atakuwa ametambua na siku akifanya, basi anaweza kashika ujauzito. Sasa nyinyi ambao mnaenda honeymoon au mmetoka honeymoon, mmeshiriki siku zote tendo la ndoa, au mlitumia siku moja tu ambayo wao mnaamini kwamba ni siku ya 5 na kuweza kushika ujauzito, au ndio mmetumia hii kanuni ya siku 3 mpaka siku 5 za mbegu za kiume? Kwa sababu hii pia inahitaji ubora na uimara wa mwanaume, lakini pia afya yake ya uzazi kijumuisha na mbegu. Nijibu kupitia hapo comment ili kuweza kupata madarasa kwa kina zaidi, au kuweza kuelewa nini kilitokea watu ambapo wanakuwa honeymoon. Je, wanashiriki siku zote au wanashiriki siku zote? Na mimba inatokeaje kama ushiriki siku ambazo inakuwa mwanamke ambapo yuko kesi hatari? Hem, tuchukulie mfano wewe mzunguko wako ni wa siku 32, alafu mimba umeolewa. Kwa sababu yani wengi wanaamini ukiolewa lazima ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili uweze kukutema mate au kuwa na ishara kuwa na ujauzito. Sasa na mzunguko wa siku hizo 32, alafu umeenda honeymoon, ushavuka tayari ovulation au siku ya hatari, alafu huyu mtu ameenda honeymoon kwa muda usiopungua wiki 2. Baada ya kutoka honeymoon, mwezi unaofuata jamii au familia inataka kuona huyu mwanamke ana dalili zile za kuonyesha kuwa na mimba. Ukumbuke alienda honeymoon siku 12, alafu hizo siku za 12 ovulation tayari ishatokea nyuma. Huyu mwanamke anaweza kupata ujauzito? Hapana, anaweza kupata ujauzito zaidi asubiri mwezi unaofuata kwa kuweza kushiriki tendo la ndoa na kuweza kupata ujauzito. Kuweza ukaniandikia maoni kupitia hapo chini, ikiwa kama ni uweze kupata maarifa zaidi au kusema kile kitu ambacho unacho, na mimi naweza nikapitia
na kuweza kujibu. Yote ni katika mfululizo wa madarasa 100 ya siri iliyojificha katika hedhi. Asanteni na mpaka wakati mwingine, usahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya ambayo kufanya kuweza kuwa salama wakati wote.